Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Mwinyi ahimiza ushirikiano zaidi na Sweden katika uwekezaji. Na katika biashara, maonyesho ya Sabasaba yafungua soko la China kwa bidhaa za Tanzania. Na katika habari za kimataifa, mtu mmoja uawa, 8 wajeruhiwa katika shambulio la Iran Homs. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali itaendelea kuhakikisha wananchi wanapata haki zao kwa wakati kwa kusimamia utekelezaji na maamuzi ya mahakama. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kusikiliza kero za wananchi katika programu ya Sema na Waziri iliyofanyika leo jijini Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema changamoto kubwa iliyopo ni kuchelewa kwa utekelezaji wa hukumu za mahakama baada ya kesi kumalizika, hali inayosababisha baadhi ya wananchi kushindwa kupata mali au haki walizoshinda mahakamani. Tunataka kwamba ukimaliza kesi yako kwamba umeshinda, kukabidhiwa jambo inakuwa gumu, basi unaweza kwenda kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, alafu mkuu wa wilaya anaweza kutumia vyombo vyake vya ulinzi na usalama kuweza kutekeleza amri ya mahakama. Lakini jambo jingine ni kwenda kukazia hukumu. Mahakama pia inaweza kukupa dalali ili aweze kwenda kufanya utaifishaji wa mali zako ambao umeshindwa kulipia, kwa mfano ule wa bajaji. Kuna namna hiyo, lakini tumeona wabajaji ni vyema tumuunganisha tu mheshimiwa mkuu kwa sababu hili jambo ana uwezo wa kulimudu kwa haraka. Aidha, Dr. Homera amesema kupitia kituo cha mawasiliano cha Wizara ya Katiba na Sheria, wananchi zaidi ya 2700 wamewasilisha changamoto zao, ambapo zaidi ya 60% zimeanza kufanyiwa kazi na kutetuliwa. Kwa mujibu wa Waziri Dr. Homera, serikali inaendelea kutoa elimu ya sheria kwa wananchi pamoja na kuhakikisha sheria zinapatikana kwa lugha inayoeleweka. Hatua hiyo inasaidia wananchi wengi kufahamu haki zao. Wateja mpaka sasa hivi ambao kwenye kituo hiki wamepiga simu zaidi ya 2759. Sasa 2759 ni watu wengi sana, na ambayo yameshapokelewa na kuanza kuchakatwa zaidi ya 2676. Sasa mpaka sasa yaliyofunguliwa ambayo yameshafungwa ni 66% yamefanywa kazi, bado 34% ambayo yapo kwenye utekelezaji, lakini 25% yenyewe sasa yanahitaji uchambuzi wa kina ili tuweze kuweza kumaliza. Ni kushukuru sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshukuru serikali ya Sweden kwa ushirikiano wake wa muda mrefu katika kuchangia maendeleo ya Zanzibar, huku akisisitiza umuhimu wa kuimarisha zaidi uhusiano wa pande zote mbili kupitia biashara na uwekezaji. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Julai 14, 2026 alipokutana na balozi wa Sweden nchini Tanzania Carlotta Ozaki Masias aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kumuaga baada ya kumaliza muda wake wa kazi nchini. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuweka mazingira rafiki na ya kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali za kiuchumi, hususan nishati, uchumi wa buluu na kilimo cha mwani. Ameeleza kuwa serikali inakaribisha makampuni toka Sweden kuwekeza Zanzibar, hasa katika uzalishaji wa nishati mbadala ili kuongeza uzalishaji wa umeme na kuimarisha maendeleo ya jamii. Hali kadhalika, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali imejipanga kuongeza thamani ya zao la mwani kwa kulisindika na kuzalisha bidhaa mbalimbali, hatua inayoongeza kipato cha wakulima na kuchochea ukuaji wa uchumi wa buluu. Zanzibar is the biggest producer of seaweed, for example, in the whole of Africa. But we are getting very little because we export it raw. We would like to add value locally, and 90+% of those who are working around this area are women. So we need to, support that, and for that reason, blue economy in terms of supporting value addition locally
is one of the most important priorities that we have. Vile Rais Dr. Mwinyi amesisitiza kuwa Zanzibar inaendelea kuthamini mchango wa Sweden katika sekta ya elimu, afya na ustawi wa jamii, huku akiomba nchi hiyo kuendelea kuiunga mkono Zanzibar katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050. Kwa upande wake, balozi wa Sweden nchini Tanzania, Mheshimiwa Carlota Ozaki, amempongeza Rais Dr. Mwinyi na wananchi wa Zanzibar kwa hatua muhimu ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa kupitia tamko la pamoja la utiaji saini wa ajenda ya kuchukuliwa hatua kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Katika kulea biashara changa nchini, mwaka mpya wa fedha 2026-2027, serikali imepitisha sheria mpya ya kuitaka mamlaka ya mapato nchini TRA kutotoza kodi kwa wafanyabiashara wanaofungua biashara mpya ili kuwawezesha kukuza biashara na mitaji kukua. Mwanahabari wetu Daniel Semelta kutoka Mbeya ametuandalia taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Waziri Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, wakati wa ukabidhi mikopo kwa vijana yenye thamani ya shilingi milioni 87, ambapo anasema kuwa mamlaka haitakiwi kutoza fedha kwa wafanyabiashara wapya. Ni sheria pili ya muhimu ambayo tumepitisha ni sheria ya marekebisho ya kodi, ambayo kodi hii imekuwa ni kero kubwa sana kwa muda mrefu, hasa kwa vijana wanaoanzisha biashara, kwamba akianzisha biashara leo TRA wanamkadiria kodi, na wakishamkadiria kodi anatakiwa aanze kulipa kwa makadirio ambayo amepewa, na anaanza kulipa kwenye kota ya kwanza, manake ndani ya miezi mitatu anatakiwa alipe ile kodi. Mheshimiwa Rais akasema anataka kuona vijana wanapoanzisha biashara zao wanapewa muda wa kukua katika zile biashara ili waweze kujenga msingi wao wa biashara, kwa sababu kwa sheria ile ya zamani ina maana mtu alikuwa anatumia mtaji wake kulipa kodi na atumii faida, kwa sababu ndani ya miezi mitatu huwezi kuwa umepata faida ya kuweza kulipa kodi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kyela Flora Luhala amesema kuwa halmashauri hiyo imetoa bodaboda 22 zenye thamani ya shilingi milioni 87, huku mbunge wa jimbo la Kyela Baraka Mwamengo amewataka vijana wanaochukua mikopo hiyo warejeshwe kwa wakati mikopo yao. Kyela wanufaika mikopo hii, tutakuwa na bodaboda 22 ambapo tutakuwa na vikundi viwili. Kikundi kimoja kutoka Njisi watanufaika mikopo ya bodaboda 16, lakini kuna kikundi kingine kutoka Muungano watanufaika na bodaboda 6. Kwa jumla bodaboda 22 zenye thamani ya milioni 87. Tuna kila sababu ya kujivunia. Tunasema asante sana kwa mikopo hii. Mikopo hii itakuwa na tija kwa vijana wetu. Tumie fursa hii kuwaomba vijana wenzangu kuwa tuwe tayari kushirikiana katika kuijenga Kyela yetu, lakini pia katika kuendeleza mafanikio ya mtu mmoja mmoja kupitia vikundi. Mikopo hii inayotolewa ni waase ndugu zangu kuwa tukumbuke kulipa na tuwe waaminifu. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wamesema kuwa mikopo hiyo itasaidia kuendesha maisha yao na kurejesha kwa wakati. Mimi kama kijana napenda kushukuru sana wizara kwa kutukumbuka sisi vijana kutoka kwenye mkopo huu ambao unakwenda kutusaidia kwenda kumiliki pikipiki zetu. Kabla ya mkopo huu tulikuwa tunatumia pikipiki za watu ambazo unafanya marejesho kwa siku, lakini unapata hela ya kula tu. Lakini baada ya mkopo huu tunakwenda kumiliki pesa zetu ambazo tunakwenda kusogeza na kuweza kutunufaisha kuweza kupata pikipiki nyingine. Naamini mkopo utaendelesha vizuri, Mungu atanisaidia, nitasomesha watoto, nitalima. Naamini mkopo huu nimeshawishika kuchukua mkopo, maana ni bodaboda. Nimewahi fanya bodaboda, ni bodaboda mwaminifu. Kwa hicho chombo nitakitunza pia kwa uaminifu. Nashukuru sana Dr. Samia Suluhu. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Semelta, TV Habari. Ni kushukuru sana Daniel Semelta kwa taarifa hiyo. Matumizi ya sayansi na mabadiliko ya tabia imeelezwa kuwa ni nyenzo muhimu katika kuimarisha matumizi ya huduma za uzazi wa mpango, kwa kuwa husaidia kubaini sababu zinazochangia maamuzi ya watu kuhusu afya na kuwezesha kubuni afua zinazojibu mahitaji halisi ya jamii. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa mafunzo ya sayansi ya mabadiliko ya tabia kwa waratibu wa elimu na hamasa ya afya kwa umma, afya ya uzazi, mama na mtoto wa halmashauri, mkoa na vituo
vya kutolea huduma za afya mkoani Kigoma, mganga mkuu wa mkoa Dr. Damas Kayera amesema mafanikio katika kuongeza matumizi ya huduma za uzazi wa mpango yanategemea matumizi ya ushahidi wa kisayansi unaoeleza kwa nini watu hufanya au hushindwa kufanya maamuzi yanayohusu afya zao. Amewataka waratibu wa elimu na hamasa ya afya kutumia maarifa walioyapata katika mafunzo hayo kubuni na kutekeleza afua zinazozingatia mazingira halisi ya jamii ili kuongeza uelewa, kuondoa dhana potofu na kuimarisha matumizi ya huduma za uzazi wa mpango. Na ndio maana WHO anatusisitiza kwamba sasa tukatumie sayansi ya mabadiliko ya tabia kuweza kushirikiana na wananchi waweze kuzitumia huduma zetu, kwa lengo la kwamba wananchi wale wakipata zile huduma bora za afya, huduma za uzazi wa mpango, watakuwa na afya bora na mwisho wa siku wataweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika maeneo yao. Mratibu wa mafunzo hayo Simon Zilibili kutoka Wizara ya Afya amesema mafunzo hayo yana mchango mkubwa katika kuhakikisha huduma za uzazi wa mpango zinakuwa bora zaidi kwa kuongeza hamasa. Na lengo hasa la kuwepo hapa na kuwa na hawa wasimamizi wa huduma hizi ngazi ya mkoa, halmashauri na vituo ni kuweza kuwajengea uwezo, kama nilivyosema mwanzo, kuendeshea mafunzo ya kuwajengea uwezo wa uhamasishaji wa huduma za uzazi wa mpango na huduma za afya uzazi kwa ujumla wake. Na tunafanya mafunzo haya ikiwa ni mwendelezo wa uboreshaji wa huduma za hamasa na elimu ya afya na mabadiliko ya tabia kwa watoa huduma wenyewe, kwa sababu kuna vitu ambavyo muda mwingine vinaweza vikawa ni vyetu kama watoa huduma kutokana na misingi ile ya mafunzo, misingi ya kijamii, namna tulivyolelewa, kila mmoja anakuwa na mwelekeo wake. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka Shirika la Afya Duniani WHO Tanzania kitengo cha elimu ya afya wakati wa magonjwa ya mlipuko na dharura, Jerry Biekiombe amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kuhakikisha jamii inakuwa na elimu sahihi na kufanya maamuzi sahihi ya kupata huduma za afya, hususan uzazi wa mpango. Haya mafunzo yamekuja ili kuweza kuisaidia Wizara ya Afya, lakini pia na wadau wake hasa mikoa na hasa mkoa wa Kigoma, wale waratibu wa mama na mtoto pamoja na elimu ya afya kwa umma, ili kuweza kuwapa mbinu ambazo zitawawezesha kutengeneza mikakati ambayo itakwenda kutatua changamoto ambazo jamii yetu inakutana nazo katika kupata huduma ya njia za mpango au uzazi wa mpango. Na mafunzo haya ni mazuri sana. Ukiangalia, tulichoangalia zaidi sana tunaangazia tabia mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo na ambazo mara nyingi zinasababishwa na vitu mbalimbali. Imani potofu, elimu, labda ukosefu wa elimu kwenye masuala mbalimbali ya afya, lakini pia hizi pia pressure, misukumurika, watu wanaambizana vitu vingi ambavyo sio vya kitaalamu. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa mafunzo hayo akiwemo mratibu wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto mkoa wa Kigoma Benedetta Peter, pamoja na mratibu wa elimu ya afya kwa umma halmashauri ya wilaya ya Uvinza Eric Ernest, wamesema mafunzo hayo yatakuwa na chachu kubwa katika elimu ya afya ya uzazi wa mpango katika mkoa wa Kigoma. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Kongamano la 3 la rasilimali watu ambalo limelenga kuangalia changamoto ya rasilimali katika sekta ya afya nchini limeanza rasmi, huku likitarajiwa kufanyika kwa siku 3 ili kujadili na kutoa mapendekezo kwa serikali katika kukabiliana na changamoto ya uhitaji wa wataalamu wa afya katika ngazi za huduma nchini. Mwanahabari wetu Gudaki Msola ametuandalia taarifa ambayo inasomwa hapa na Veronica Gevas. Akizungumza katika kongamano hilo, afisa mtendaji wa taasisi ya Benjamin Mkapa, Dr. Helen Semkoro amesema kongamano hilo ambalo linafanyika nchini kwa miaka 3 sasa limekuwa likiandaliwa na taasisi hiyo kwa kushirikiana na serikali ili kutafuta suluhu ya namna ya kuandaa wataalamu watakaokuja kuhudumia sekta ya afya kuanzia ngazi zote, ambapo kwa mwaka huu limejikita katika kuangalia namna ya kutumia teknolojia katika kutoa huduma pamoja na kukabiliana na changamoto ya wataalamu wa afya. Sasa je, rasilimali yetu tunayozalisha iko tayari kwa ajili ya kukabiliana na hiyo hali ya mabadiliko tunaenda nayo mpaka 2050? Labda sasa hivi hatuhitaji kusomesha madaktari wengi, hatuhitaji kusomesha specialist wengi wa surgery au wa kina mama kujifungua. Labda tunahitaji zaidi wataalamu wa artificial intelligence kwenye masuala ya afya. Tunahitaji wataalamu zaidi ambao watakuwa wanaweza kutathmini
takwimu mbalimbali, wataalamu zaidi ambao wataweza kulea wazee, kutoa huduma za wazee, wataalamu zaidi ambao watakuwa wanaweza kuchakata takwimu na kuwa wabunifu, kutafuta miundombinu rahisi zaidi, hata kutoa telemedicine. Telemedicine maana huduma iko mbali lakini unatoa kwa teknolojia huku ulipo hospitali kuu au ulipo hospitali ya mjini. Kwa upande wake mwenyekiti wa jumuiya ya wataalamu wa afya wa nchi 11 za kusini, kati na mashariki mwa Afrika, Dr. Nturi Kapologwe amesema kama jumuiya ya wataalamu wanaona kuwa kufanyika kwa kongamano hilo Tanzania kutasaidia nchi kufahamu namna na njia za kuandaa wataalamu wengi ili kukabiliana na ongezeko la uhitaji wa huduma za afya. Pamoja na mambo mengine tutajadili mbinu mbalimbali ikihusiana na matumizi ya akili mnemba, teknolojia na namna gani tunahakikisha kwamba vijana wanaweza kupelekwa katika maeneo mbalimbali na kuweza kufanya kazi wakiwa na motisha. Naye Dr. Mpoki pamoja na baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wameahidi kutumia kongamano hilo kujifunza na kutoa maoni yatakayowezesha serikali kushirikiana na sekta binafsi kuzalisha wataalamu wa kutosha kuelekea utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Pamoja na mikakati mingi serikali inayofanya kujaribu kutatua shida hii, lakini hawa nao wameweka kama chachu ya kuhakikisha kwamba tuangalie vijana wako wapi, wanafanya nini, wale ambao wana ujuzi mbalimbali wa kuweza kutatua matatizo katika sekta ya afya. Kwa hawa ndio ambao watakuwa ni somo ambalo litakuwa linajadiliwa katika mikutano hii, na njia mbalimbali sio tu za kuwavuta lakini kuwafanya wakae, hasa tukizingatia kwamba zaidi ya 60% ya Watanzania wanaundwa na vijana. Na vijana hapo tu kwenye biashara, tuna vijana pia katika sekta ya afya. Na vijana hao ni madaktari, ni manesi, ni wataalamu wa maabara, ni wafamasia na kada nyinginezo katika sekta ya afya. Na baada tunapomaliza masomo, tunatarajia tuweze kuajiliwa na kujiunga na sekta ya afya ndani ya taifa letu. Lakini ili tuweze kujiunga lazima kuwepo na mazingira uwezeshi ambayo yanaweza kutusaidia sisi kwa moyo wote kuweza kuwahudumia Watanzania katika sekta ya afya. Kongamano hilo linatarajiwa kuzinduliwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya Alhamis, ikiwa ni sehemu ya jitihada za taasisi ya Benjamin Mkapa katika kusaidia kuendeleza sekta ya afya nchini. Bodi ya huduma za maktaba Tanzania TLSB imezitaka taasisi na mashirika mbalimbali nchini kujisajili katika mfumo mpya wa maktaba mtandao ili kupanua upatikanaji wa huduma za maktaba kwa wananchi wa ngazi zote na kuchochea maendeleo ya taifa kupitia matumizi ya teknolojia ya kidigitali. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa uendeshaji wa huduma za maktaba wa TLSB Dr. Rehema Ndumbaro amesema mfumo huo umeanzishwa kufuatia ukuaji wa kasi wa teknolojia, huku akiwahimiza watafiti, waandishi na wadau wengine kuwasilisha machapisho na taarifa zao ili ziweze kupatikana kwa urahisi kupitia mfumo huo. Dr. Ndumbaro amesema serikali imeendelea kuwekeza katika elimu na mipango mbalimbali ya maendeleo, hali inayochangia kuongezeka kwa idadi ya wananchi wanaotumia huduma za maktaba kila mwaka, jambo linaloifanya TLSB kuboresha mifumo yake ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Kwa hiyo kupitia huu mfumo wa maktaba mtandao utatuwezesha kuwafikia watu wengi kirahisi sana. Tukumbuke kuwa Bodi ya Huduma za Maktaba inafanya kazi katika mikoa, wilaya, tarafa, lakini sasa hivi tunaenda mbali zaidi kuwafikia wananchi mpaka kwenye level za kata. Lakini kama ambavyo tumeona kwamba teknolojia inakuwa, mahitaji yanabadilika, kwa hiyo tunawaalika wananchi wote kuweza kutumia hizi huduma za maktaba. Aidha, amebainisha kuwa matumizi ya mfumo wa maktaba mtandao yataongeza ufanisi katika utoaji wa huduma, kurahisisha upatikanaji wa taarifa na maarifa, pamoja na kuimarisha utamaduni wa kusoma na kufanya utafiti kwa wananchi bila kujali mahali walipo. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.
Maelfu ya Watanzania wanaofanya kazi katika sekta rasmi na zisizo rasmi wanatarajiwa kunufaika na fursa mpya ya kuweka akiba na kuwekeza kwa muda mrefu kupitia Foresight Private Retirement Fund FPRF maarufu kama Wekeza Mstaafu, mfuko mpya wa uwekezaji wa kustaafu uliopata idhini rasmi kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMSA. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa ambayo inasomwa hapa na Veronica Gervas. Mfuko huo unaosimamiwa na Core Security Limited unalenga kupanua fursa za uwekezaji na kuwawezesha Watanzania wa makundi mbalimbali ya kijamii na kiuchumi kujiandaa kwa maisha ya baada ya kustaafu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, afisa mtendaji mkuu wa Core Security Limited CPA George Fumbuka amesema mfuko huo umeanzishwa ili kuimarisha ujumuishaji wa kifedha na kupanua wigo wa huduma za uwekezaji kwa wananchi wengi zaidi. Swali ni kwamba ikifika wakati huo kama ulikuwa jitayarisha, hiyo hela inawezekana isitoshe, kwa sababu utakuwa umezoea labda gari ya kampuni, umezoea nyumba ya kampuni, umezoea watumishi wa kampuni, na of course kila mwisho wa mwezi una mshahara wako. Ikishafika wakati huo umeshadhoofu kidogo, marafiki wamepungua, mshahara tena hamna, yale maisha yako, lifestyle yako ni rahisi sana ikabadilika. Kwa hiyo kama ukujitayarisha, inaweza kuwa mateso. Usiseme utakimbia kwa watoto wako watakusaidia, nao watakuwa na watoto wao, utawapa mzigo wa bure uko mwenyewe. Purpose yetu ni sisi kwamba ujitayarishe kustaafu kuanzia day one. Ameongeza kuwa mwananchi anaweza kuanza kuwekeza kwa kiasi cha shilingi 10,000 pekee, sawa na vipande 100 vya uwekezaji, na kuendelea kuongeza uwekezaji wake hatua kwa hatua kulingana na uwezo wake wa kifedha. Kwa upande wake, mwakilishi wa mfuko huo Richard Matekele amesema mfuko huo umezingatia masuala ya usalama, uwazi na manufaa ya muda mrefu kwa mwanachama wake. Amesema kiwango cha chini kuanza uwekezaji wa shilingi 10,000 kinatoa fursa kwa Watanzania wengi kushiriki na kujenga ustawi wao wa kifedha kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ni investment vehicle kama investment vehicle zingine, inakaribishwa kwa watu wote, local investors nikimaanisha Watanzania wenzetu, international investors pia wanakaribishwa, lakini pia mfuko huu unawakaribisha paka mifuko ya uhifadhi, kizungumzia NSSF na PSSF, maana kwenye sheria wanaruhusiwa kuinvest up to 30% kwenye hizi CIS ambazo zimekuwa authorized na capital markets. Ni kushukuru sana Veronica Gervas kwa taarifa hiyo. Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa mfuko wa faraja wa Jeshi la Polisi si mfuko wa kawaida wa kifedha, bali ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha Jeshi la Polisi pindi afisa, mkaguzi au askari anapokumbana na changamoto ya msiba ama majonzi kama ilivyokuwa kwa Watanzania wengine. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. IGP Wambura amesema hayo Julai 14 wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mfuko wa faraja wa Jeshi la Polisi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 uliofanyika katika shule ya polisi Moshi mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema lengo la mfuko huo ni kumfariji askari polisi na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia. Mfuko wa faraja si mfuko wa kawaida wa kifedha, ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha Jeshi la Polisi. Unatukumbusha kuwa pamoja na kuwa maafisa wakaguzi, askari na watumishi raia tunaotekeleza jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao, sisi pia ni binadamu tunaokumbana na changamoto, misiba na majonzi kama ilivyo kwa Watanzania wengine. Katika nyakati hizo ngumu, ni muhimu kwa mtumishi kutambua kuwa hayuko peke yake, bali ana familia kubwa ya Jeshi la Polisi inayosimama naye, inamfariji na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia.
Aidha, IGP Wambura amesisitiza matumizi ya mfumo wa kielektronik kwa kuunganishwa mfuko huo katika mikoa, vikosi na wilaya zote za kipolisi ili kuongeza wigo wa malipo kwa wanufaika wa mfuko huo. Naye kamishna wa utawala na management wa rasilimali watu na mwenyekiti wa mfuko wa faraja wa jeshi la polisi CP3 Jumbe amesema kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kupokea taarifa ya utendaji wa mfuko kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kupokea taarifa ya mapato na matumizi ya mfuko kwa mwaka husika, kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya mfuko pamoja na kuweka maazimio ambayo ni dira na nyenzo ya kujipima katika utendaji kwa mwaka unaofuata ili kutoa huduma zinazoendana na ukuaji wa mfuko huo. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la parachichi mkoani Njombe katika jimbo la Lupembe wameiomba serikali kuweka utaratibu mzuri wa ununuaji wa matunda na parachichi, ikiwemo kuweka usimamizi thabiti katika mizani ambayo wanunuzi wamekuwa wakienda nayo kwa wakulima kwa ajili ya kupimia matunda hayo, kwani imekuwa ikitumika kuwaibia wakulima mazao yao. Mwanahabari wetu Ibrahim Godfrey Mlele ametuandalia taarifa zaidi. Wakulima wametoa malalamiko hayo katika mikutano tofauti ya mbunge wa jimbo la Lupembe Mheshimiwa Edwin Enos Swale, ambapo wameiomba serikali kupitia kwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo kuweka mazingira mazuri ya wanunuzi wanapofika kwa mkulima wakiwa na mizani yao, ambapo wamedai kwamba mizani hiyo imekuwa ikichezewa na kupunguza baadhi ya kilo za mazao ya wakulima. Kwa sababu wananchi wa Banduma tunalima, lakini kwenye uuzaji sasa mnatuambia nyinyi tupime kwenye mizani, lakini ile mizani wanapopima, yani hata ununuzi wenyewe, mtu kilo 100 tunauza kwa shilingi 30,000, lakini tunakutuma mbunge. Yani napiga na magoti, naomba uende kwa waziri wa kilimo. Yani hatuelewi twende wapi sisi wakulima, tukafike wapi? 30 kilo 100 nitauza magunia mangapi? Siwezi. Baada ya kusikiliza kero hizo za wananchi, mbunge wa jimbo la Lupembe amekiri kwamba hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo wao kama viongozi pamoja na serikali wamekuwa wakiendelea kuitafutia ufumbuzi. Wananchi wetu wanaibiwa sana kwenye kilimo cha parachichi. Tunajadili ni jambo kwamba mwisho mwenyekiti, haiwezekani mimi Swale na kuja kununua kwako mali na mzani na kwenye nao kwenye koti mimi mwenyewe. Mzani wa kwangu napima mwenyewe, wewe mali ni ya kwako, si ndio? Wananchi wanaibiwa kwenye matunda. Madalali wamekuwa wengi, si ndio jamani? Kwa tunahangaika sisi kwenye baraza la madiwani na serikali ili kudhibiti ubora wa mizani, lakini pia bei ya matunda, anayenunua ajulikane ni nani. Kitambo wewe. Aidha, kuhusu zao la chai, mbunge huyo amewasisitiza wakulima wa zao hilo katika kata ya Mfiliga na kata ya Idamba kuhakikisha wanaendelea kuandaa mashamba yao ili chai inayozalishwa iwe na ubora zaidi. Kasafisheni mashamba. Ukienda kule Lupembe kwa Mheshimiwa Diwani Mbunu, Matembo, Kanikelele wanalia malipo miezi 2, miezi mingapi? Itapo oye. Nyie mna shida ya malipo hapa? Pengine mkofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa tuboreshe mashamba ili wale mnosi waendelee kuwekeza hapa. Nyinyi mkifanya vizuri watakwenda kusaidia na maeneo mengine. Kwa hiyo waombe wenye mashamba Itambo tuhamasishane, tusafishe mashamba ya chai. Ili kubaini maumivu halisi wanayokumbana nayo wakulima wa zao la parachichi, kituo hiki kimezungumza na baadhi ya wakulima na hapa wanaeleza mipango yao ili kukabiliana na wanunuzi wanaolenga kuwanyonya, ambapo baadhi ya vikundi vimeanza kununua mizani yao ili kupambana na hali hiyo. Tulijadili kwenye kikundi chetu kwamba tununue mzani kwa ajili ya kupima ili kujua mazao yetu yanakuwa na uzito gani, hata kama atakuja dalali ananunua, basi tutakuwa tunajua uzito wa parachichi. Kununua mzani kwa sababu madalali wanakuja na mizani yao. Anaweza kaja huyu kipeto hiki kupima kilo 65, mwingine kaja 64, mwingine ikawa 70. Kwa hiyo inakuwa tofauti. Kwa hiyo tulikuwa na mzani wetu, tunakuwa na wekana wale madalali wanavyokuja, tunakuwa na mzani wetu. Kutoka hapa mkoani Njombe katika jimbo la Lupembe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni kushukuru sana Ibrahim Godfrey Mlele kwa taarifa hiyo. Wakala wa nishati vijijini REA umeibuka mshindi wa tuzo ya kwanza katika kundi la taasisi za umma zinazotoa huduma kwa wananchi kwenye maonesho ya 49 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa REA
Martha Chasama amesema ushindi huo unaonyesha imani ya wananchi kwa kazi inayofanywa na wakala huo katika kusambaza umeme vijijini na vitongojini, kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na kutekeleza miradi ya nishati jadidifu. Katika maonyesho haya ya Sabasaba, wakala wa nishati vijijini REA, tulikuwa tunatoa huduma ya elimu kwa umma kwa wananchi pamoja na kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na miradi ambayo serikali inaitekeleza, tukiwa na maana kwamba ni nishati safi ya kupikia, usambazaji wa umeme vijijini, ambapo mpaka sasa tumeendelea kusambaza umeme katika vitongoji mbalimbali nchini. Lakini hata hivyo tuna mradi mwingine ambao ni mradi wa vituo vidogo vya mafuta ambavyo tunaendelea kuhamasisha wananchi ili wananchi walio wengi ambao ni Watanzania waweze kuweka vituo vya mafuta vijijini au pembezoni mwa miji, tukiwa na maana ya peri-urban. Aidha, katika maonesho hayo, wakala wa majengo Tanzania TBA nao ulijinyakulia tuzo mshindi wa pili kipengele cha milki, ikiwa ni kutambua mchango wake katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi kupitia ujenzi, usimamizi na upangishaji wa majengo ya serikali pamoja na miradi ya makazi. Mkurugenzi wa huduma saidizi kutoka TBA Amina Lumuli akizungumza mara baada ya ushindi huo amesema tuzo hiyo ni chachu ya kuendelea kuboresha huduma za TBA na kutekeleza miradi yenye viwango vya ubora kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa. Tunatoa huduma za ushauri, tunatoa huduma za ujenzi, lakini sisi tunasimamia miliki za serikali ambayo ndio kazi yetu kubwa. Kwa hiyo tumeweza kuwahudumia Watanzania kwa kuwaonyesha kazi inayofanywa na serikali yao kupitia TBA na kuonyesha ubora wa majengo yanayojengwa kwa kutumia taasisi ya serikali na ushauri, na Watanzania pia wameweza kuziona fursa ambazo TBA tunazo za uwekezaji ili Watanzania waweze kufaidika na huduma zetu, lakini miliki za serikali katika uwekezaji, na kufaidika na hizo huduma ni kupatana na TBA ili kuweza kuwekeza katika miliki zilizopo nchi nzima. Aidha, nayo mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA umeshinda tuzo ya kwanza katika kundi la mamlaka za udhibiti kutokana na utoaji wa huduma bora kwa wananchi wakati wa maonesho ya Sabasaba. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa PPRA, meneja wa kanda ya Pwani Vicky Molel amesema mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano unaotolewa na serikali pamoja na wananchi, huku akibainisha kuwa PPRA ilitumia maonesho hayo kutoa elimu kuhusu ununuzi wa umma na matumizi ya mfumo wa NeST ili kunufaika na fursa za zabuni za serikali. Tunashukuru wadau wa ununuzi na ugavi kwa kutuunga mkono, ambapo leo tumeweza kupata tuzo katika kategoria za mamlaka za udhibiti kwa kutoa huduma bora katika maonyesho haya ya Sabasaba, ambapo tumetoa huduma kuhusiana na elimu ya ununuzi wa umma lakini na matumizi ya mfumo wa NeST. Vile vile tunashukuru sana serikali yetu, kwani kipindi cha hivi karibuni mkurugenzi mkuu wa PPRA ameweza kuiwakilisha serikali jijini Geneva kupokea tuzo ya mfumo wa NeST kuwa miongoni mwa mifumo 20 duniani ya kiserikali. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Upatikanaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu umeendelea kwa changamoto baada ya kundi kubwa la wananchi kulalamika kucheleweshwa au kutopata mikopo hiyo licha ya kutimiza vigezo vinavyotakiwa. Neema Hussein kutoka Katavi ametuandalia taarifa zaidi. Kero hiyo imetolewa mbele ya katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, idara ya mambo ya siasa na uhusiano wa kimataifa, Rabia Hamid, katika ziara yake ya kusikiliza kero za makundi mbalimbali ya wananchi mkoani Katavi, ambapo wamesema mikopo hiyo imegeuka tatizo badala ya kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Kundi wameshaunda lakini hawapewi mikopo. Hii mikopo imekuwa haiwafikii walengwa. Watu ambao wameomba kwenye mkoa wetu wa Katavi ni zaidi ya 400 lakini mpaka sasa kwenye wilaya yetu ya Mpanda, wilaya moja tu ya Mpanda ni zaidi ya 490. Lakini watu ambao wamepata mpaka sasa wamepata watu 35 tu. Kuhusu swala la mikopo, ni changamoto kubwa sana. Ni changamoto kubwa sana juu ya swala la mikopo. Ninaomba basi mgeni rasmi lichukua hili juu ya changamoto ya mikopo kwa mamalishe. Kwa mamalishe tunaumia. Tunashauriwa tuunde vikundi, tusajili vikundi, tumefanya hivyo, tumetembea, lakini mikopo ni shida. Akijibu malalamiko hayo, katibu huyo amewataka viongozi mbalimbali wakiwemo wakurugenzi wa halmashauri kuongeza kasi ya utoaji wa elimu kuhusu mikopo ya 10%,
huku mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko akipiga marufuku wataalamu mbalimbali kwenda kukagua shughuli za wafanyabiashara wakiwa na migambo ama askari. Elimu ya mikopo kwa kutoka kwa ya halmashauri kuelekea kwa vikundi vya jamii vya wajasiriamali iongezwe, na mara nyingine nitakaporudi Katavi ama ijumuishwe katika taarifa zitakazokuja kwa katibu mkuu, kila halmashauri iseme ndani ya robo mwaka watafanya mara ngapi. Hatuwezi kuwa na utaratibu ambao hauko time bound. Kuanzia sasa ni marufuku kwenda kuwakagua wananchi mkiwa mmeongozana na maaskari au mkiwa mmeongozana na wanamgambo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Wajibu wa afisa afya, wajibu wa afisa biashara, wajibu wa afisa mwingine yoyote anayesimamia sheria unapaswa kufika kutoa elimu na kutoa muda jambo hilo liweze kutekelezwa. Kama hujafanya hivyo, huna haki ya kwenda kumchukulia mwananchi huyo hatua kali za kisheria, kwa sababu hukumpa muda wa kujiandaa, hukumpa nafasi ya kutekeleza. Aidha, katibu huyo ametembelea makundi mbalimbali ya wajasiriamali katika manispaa ya Mpanda ili kujionea namna wanavyofanya shughuli za uzalishaji wa kiuchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika biashara, maonesho ya Sabasaba yafungua soko la China kwa bidhaa za Tanzania.